Kwanza ni habari za dunia, msomaji ni Victor Kenani. Duru ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya maafisa wa Urusi na Ukraine nchini Uturuki imekamilika. Yamedumu kwa karibu saa moja. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye amekuwa akihudhuria mkutano tofauti wa washirika nchini Lithuania, amesema nchi hizo mbili zinatayarisha mabadilishano zaidi ya wafungwa wa vita. Amekuwa akishinikiza Urusi kuwekewa vikwazo zaidi, akisema kwamba iwapo shinikizo halitawekwa, Rais Putin atacheza mchezo na kila mtu anayetaka vita viishe. Urusi ilitarajiwa kuwasilisha masharti yake ya kusitisha mapigano katika mazungumzo ya Istanbul, lakini pande hizo mbili zinazozozana bado zinaonekana kutofautiana. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu vifo vya Wapalestina zaidi ya 30 vilivyoripotiwa Jumapili karibu na kituo cha usambazaji misaada kinachoungwa mkono na Marekani huko Gaza. Antonio Guterres amesema kuwa ameshangazwa na habari hiyo na kutaka wahusika wawajibishwe. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Madaktari Wasio na Mipaka MSF walisema wagonjwa waliowahudumia waliripoti kupigwa risasi na jeshi la Israel. Jeshi la Israel limepinga hili. Katika tukio la hivi punde, mamlaka huko Gaza inasema watu 14 wameuawa katika shambulio la Israel katika mji wa kaskazini wa Jabalia. Maafisa nchini Nigeria wanasema idadi rasmi ya watu waliofariki baada ya mafuriko kukumba mji wa Mokwa nchini Nigeria siku ya Alhamisi imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 200. Watu wengine 500 bado hawajulikani walipo katika mji ulio katikati mwa jimbo la Niger. Hata hivyo, afisa wa eneo hilo Musa Kimboku aliambia BBC kwamba juhudi za uokoaji zimesitishwa kwa sababu mamlaka hayaamini tena kuwa kuna mtu yeyote ambaye bado anaweza kupatikana akiwa hai. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi. Mafuriko hayo yanayosemekana kuwa mabaya zaidi katika eneo hilo katika kipindi cha miaka 60 yalikumba miji ya Tifin Maza na Anguwan Hausawa baada ya mvua kubwa kunyesha. Katika juhudi za kuzuia magonjwa katika eneo hilo, mamlaka hivi karibuni itaanza kutafuta maiti zilizozikwa chini ya ardhi. Mkuu wa wilaya ya Mokwa Muhammadu Aliyu alisema. Wakisimulia matukio ya maafa, wakazi wa eneo hilo waliambia BBC ya kwamba waliona nyumba na familia zao zikisombwa na maji. Shirika la Msalaba Mwekundu la Nigeria lilitoa taarifa siku ya Ijumaa likisema mafuriko hayo yamesababisha hasara kubwa na dhiki karibu kila sehemu. Mnamo mwaka 2024, Nigeria ilikumbwa na mafuriko kutokana na mvua kubwa ambayo ilisababisha vifo, huku watu wakilazimika kuhama makazi yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wanamgambo wa Kiislamu wanaohusishwa na kundi la Al-Qaeda wanasema wameshambulia jeshi la Mali katika mji wa Timbuktu. Kupitia taarifa mtandaoni, kundi la wanajihadi la JNIM linasema walikuwa wakishambulia vituo vikiwemo uwanja wa ndege wa kijeshi. Maafisa wa eneo hilo na wakazi wanasema Timbuktu ilikuwa ikishambuliwa na wamesikia milio ya risasi. Siku moja kabla, wanamgambo hao walisema walikuwa wameanzisha mashambulizi katika kambi nyingine huko Bulkesi katikati mwa Mali. Wanajeshi 30 waliripotiwa kuuawa. Jeshi lilithibitisha kutokea kwa shambulio hilo, lakini halikutoa idadi ya majeruhi. Ni shambulio la hivi punde zaidi katika mfululizo wa mashambulizi dhidi ya vituo vya mji nchini Mali, Niger na Burkina Faso. Mamilioni ya watu wamekimbia makazi yao kutokana na ghasia hizo. Na mwanaharakati wa Kenya ameshtumu mamlaka nchini Tanzania kwa kumteka nyara, kumtesa na kumfanyia ukatili wa kingono kabla ya kumrudisha nchini Kenya. Akizungumza na waandishi wa habari, Boniface Mwangi alitoa maelezo huku akitokwa na machozi jinsi alivyodhalilishwa mara kwa mara wakati vikosi vya usalama nchini Tanzania vilipomkamata yeye na mwanaharakati mwingine, wakili wa Uganda Agatha Twahire, jijini Dar es Salaam mwezi uliopita. Bi Twahire hapo awali pia alizungumzia kuhusu madhila aliyotendewa kabla ya kufukuzwa kwake. Wawili hao walikaa rumande kwa siku kadhaa baada ya kujaribu kuhudhuria kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu. Viongozi wa Tanzania hawajatoa maoni yoyote. Hii ni BBC.
Ni taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Victor Kenani. Ukiwa Zanzibar, matangazo haya ya Dira ya Dunia yanasikika moja kwa moja kupitia Zenji FM. Nchini Kenya ni Masti FM, Uganda ni Radio Kitara, na katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Radio Muungano Beni. Nchini Tanzania ni Radio 1, Radio Free Africa pamoja na Radio Kwizera. Matangazo haya pia yanapatikana kwenye tovuti yetu, andika tu bbcswahili.com, na kwenye ukurasa wetu wa Facebook andika BBC Swahili. Karibu tena msikilizaji, na mimi ni Leonard Mubali nikiwa Dar es Salaam. Mwenzangu ni Karo Robi akiwa pale Nairobi. Nijali hali yako Karo Robi? Mie mzima, sina neno. Wewe naye? Mie mzima kabisa kama nguzo ya chuma. Hebu lianzishe. Barabara kabisa. Asante sana mwenzangu Leonard Mubali. Msikilizaji, tunaanza na mzozo kati ya Urusi na Ukraine, ambako Urusi sasa imetofautiana na matakwa ya Ukraine ya kuwepo makubaliano ya miezi mitatu ya kusitisha mapigano bila masharti yoyote. Wajumbe wa pande hizo mbili leo walikutana Uturuki kwa duru ya pili ya mazungumzo ya ana kwa ana. Hata hivyo, pande hizo mbili zimekubaliana kubadilishana wafungwa wa kivita, wakiwemo wagonjwa, waliojeruhiwa na walio hadi umri wa miaka 25. Victor Kenani anakuarifu zaidi. Mbali na mipaka ya Ukraine, shambulio la ujasiri wa kushangaza. Washambuliaji wa kimkakati wa Ukraine walishambulia Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani moja baada ya nyingine. Ukraine iliita operesheni hii Spiderweb na kudai ilisimamiwa kibinafsi na Rais Volodymyr Zelensky. Siku ya Jumapili usiku, Rais Zelensky alisifu shambulio hilo akilitaja kuwa nzuri kabisa, akisema ilisababisha hasara kubwa nchini Urusi. Загалом в операції було використано jumla ya ndege 117 zisizo na rubani zilitumika katika operesheni hiyo. Mashambulizi hayo yamefanikiwa kugonga 34% ya vyombo vya kubeba makombora vya kimkakati vya Urusi katika viwanja vyao vya ndege vya nyumbani. Operesheni hiyo ilihusisha maeneo mengi katika kanda 3 za Urusi. Watu wetu wanaofanya kazi ndani ya eneo la Urusi walitolewa salama kabla ya shambulio hilo. Ni moja ya mashambulizi ya kijasiri zaidi ya Ukraine hadi sasa. Ukumbusho wa licha ya nguvu kubwa za Urusi kwa idadi ya wanajeshi na vyombo, kwamba Ukraine ni adui mbunifu na aliyedhamiria. Vyanzo vya habari vinasema ilichukua mwaka 1.5 kwa Ukraine kujiandaa. Makumi ya ndege zisizo na rubani ziliingizwa Urusi kinyemela, kuhifadhiwa kwenye masanduku ya mbao, kupakiwa kwenye malori, kuendeshwa hadi viwanja vya ndege vya kijeshi vilivyoko mbali na kuzinduliwa kwa mbali. Katika moja ya video hiyo iliyorekodiwa katika kituo cha petroli kaskazini mwa Irkutsk, ndege zisizo na rubani zinaweza kuonekana wazi zikipaa kutoka kwenye lori lililoegeshwa, na kuna milio ya risasi, huku maafisa wa polisi wakijaribu sana kuziangusha, na moshi ukifuka kutoka kwa maeneo ya kijeshi kote Urusi. Vyanzo vya habari vya Ukraine vilisema wamefanya uharibifu wa thamani ya dola bilioni 7, madai ambayo hayawezi kuthibitishwa. Yuri Sak ni mshauri wa wizara ya ulinzi ya Ukraine. Anasema Ukraine imeonyesha kuwa ina uwezo wa kuvumbua mikakati zaidi ya kupambana na Urusi. Kila mara tunasikia, hata wakati mwingine kutoka kwa washirika wetu, kusita kwao au mashaka yao kutunga mkono. Wanasema hatuna mkakati wowote. Kwa hivyo tumeonyesha kwamba kuna mikakati tofauti. Tumekuwa tukijua kwamba hivi ni vita kama vya Daudi dhidi ya Goliathi. Ukraine ni ndogo zaidi. Tuna rasilimali chache, tuna wanajeshi wachache, lakini wakati huo huo sisi ni wabunifu sana, na tunafikiria kila wakati juu ya vita hivi kwa jinsi lazima tupigane kwa busara. Kwa hivyo tunaonyesha jinsi werevu wetu unavyoweza kusawazisha uwiano huu tulionao kulingana na ukubwa na rasilimali zetu. Hapo awali ilikuwa ni Ukraine iliyokuwa inahesabu hasara. Miji kadhaa ikiwa ni pamoja na Zaporizhia ikikumbwa na shambulio lingine kubwa la ndege zisizo na rubani na makombora. Wanajeshi 12 waliuawa katika kituo kimoja cha mafunzo na kusababisha mkuu wa vikosi vya ardhini vya Ukraine kuwasilisha ombi la kujiuzulu. Pande zote mbili zimezidisha mashambulizi yao, huku Ukraine ikithibitisha kuwa itatuma wajumbe mjini Istanbul wakiongozwa na waziri wake wa ulinzi Rustem Umerov kwa mazungumzo siku ya Jumatatu na maafisa wa Urusi. Takia ndiye mwenyeji wa mkutano huo ambao ulichochewa na msukumo wa rais wa Marekani Donald Trump kwa makubaliano ya haraka ya kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka mitatu. Hii inaacha nafasi gani basi kwa duru nyingine ya mazungumzo ya amani? Wajumbe wa Urusi na Ukraine wanatarajiwa kuwepo, lakini baada ya saa 24 za ghasia, dalili za mafanikio hazionekani kuwa nzuri.
Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Naam, na kutokana na taarifa hiyo ya Victor Kenani, muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa na kikanda Ibrahim Rahbi, na kwanza nimemuuliza operesheni hiyo iliyofanywa na Ukraine wakati mazungumzo yakiendelea inatoa taswira gani hasa? Kwanza, nje ya faida ya operation yenyewe, imekuja kitu kama imestua kidogo ulimwengu kwa sababu ya aina ya operation ilivyofanyika. Unajua, baada ya zile video kuanza kutembea mitandaoni, watu wengi tulikuwa tunaamini kwamba ilikuwa ni ile AI, artificial intelligence, akili bandia. Unajua video zinavyotengenezwa, watu wengi ndio waliamini hivyo, lakini kadri muda ulivyokwenda na baadhi ya vyombo vingi vya kimataifa kuanza kuitoa hii taarifa, ndio watu wengi tukaanza kuamini kuwa kulikuwa kuna operation moja kubwa sana ambayo haijawahi kutokea. Bila shaka Ukraine walipanga operation hii wakijua kabisa kuwa ni siku moja kabla ya kwenda kwenye mazungumzo ambayo yanafanyika kule Istanbul, Uturuki. Ni kama walikuwa wanajiweka kwenye njia fulani. Unajua, hii vita imekuwa mara kadhaa inamlazimisha kila mmoja kwenye upande kuwa hebu kubaliana na mimi, kwa sababu pande zote zimekuwa na masharti kadhaa, hasa Urusi amekuwa akiweka masharti magumu. Kwa hiyo unaona operation ambayo ilifeli ya Ukraine ya mwaka jana iliyoingia kule Kursi, sasa umeona ile imeshindikana kwa sababu ile ilikuwa pia inataka kubalance mechi kwenye mazungumzo. Lakini sasa operation hii ni hali kadhalika ile inaonekana kama kutaka kuwalazimisha sasa Urusi kuwa kama mtaendelea kubaki kwenye vita tunaumia na nyinyi mtaumia, kwa hiyo mnaweza mkaumia zaidi, kwa hiyo kubalini bila masharti. Tuiangalie sasa Rabi, operation yenyewe hii inaweza kubadilisha mtazamo na wa nafasi ya Ukraine katika vita, hasa miongoni mwa washirika wake wa magharibi kama Marekani hivi. Washirika wa magharibi kiasi wamegawika, na ndio imekuwa shida sana hapo, kwa sababu kipindi cha nyuma walikuwa wanacheza kwenye kapu moja wote, kuanzia Marekani na washirika wa Ulaya wote walikuwa wanacheza kwenye kapu moja. Lakini kwa hivi karibuni unamuona bosi mkubwa Marekani amehama, yuko upande wa pili, mara kuna wakati anaamua kukaa katikati, kuna wakati anarudi tena upande huu, hajakaa sawa. Sasa hii inaweza ikawachochea wale wengine, hasa upande wa EU na NATO, kusogea karibu, kuonyesha kuwa wanaweza wakaweka shinikizo kubwa zaidi kwa Urusi, na Urusi akajaribu kumaliza vita kwa masharti yao. Lakini upande wa pili, Urusi tunategemea kuwa majibu ya operation Spiderweb yanaweza yakaja kuwa mabaya zaidi ya upande wa pili, ambayo yanaweza yakapelekea upande wa pili kulalamika zaidi au kuongeza vikwazo zaidi au kumjadili zaidi Urusi, kwa sababu Urusi mara zote anasema kuwa nikifanya operation huwa najibu kilichofanywa na Ukraine. Sasa kitendo cha Ukraine kufanya mashambulizi kwenye mikoa takriban 5, tena sehemu tofauti ndani ya ardhi ya Urusi bila kushtukiwa kokote, Urusi atataka kujionyesha kuwa mimi bado ni mkubwa na bado naweza nikafanya kikubwa zaidi ya hiko, licha kuwa wewe umefanya hujuma ambazo ndani ya Urusi wanaziita mashambulizi ya kigaidi. Kwa hiyo sioni sana kama hii operation inaweza ikabadili upepo, lakini itamlazimisha Urusi aje juu tena ya Ukraine kuonyesha kuwa mimi bado ni mkubwa. Lakini tukisalia hapo ni kwamba operesheni hii imeandaliwa kwa takriban miezi 18 na imeweza kufanikiwa katika taifa ambalo linatajwa kuwa na idara za ujasusi zilizokomaa kati ya mataifa mengine duniani. Urusi, unapozungumza idara za ujasusi, ina shirika bora kabisa la kijasusi duniani. Kwa nini walishindwa kung'amua ndani ya miezi 18? Wanasema kila mjuzi kuna mjuzi zaidi yake. Unajua, Urusi na Ukraine ni nchi zinazoingiliana sana kwa tamaduni, kwa raia na watu. Ukitazama aina ya operation ilivyofanyika, kwa sababu hata Ukraine walifahamu kama tukitumia drone zile za SBU ni rahisi sana Urusi kuzigundua zilipo au zinapokwenda. Ndio maana wametumia drone ndogo 117 za FPV ambazo haikuwa rahisi, na hata jinsi zilivyotoka zimefanya shambulizi tofauti kabisa na mashambulizi ambayo Ukraine wamekuwa akiyafanya, kwa sababu mengine ambayo drone zinaruka kutoka kwenye ardhi ya Ukraine zinaingia upande wa pili wa Urusi, lakini hii walipakia kwenye magari, makontena, yakavuka yakasogea mpaka sehemu ambazo wanazitaka. Hii ni pigo, hii ni aibu unaweza kusema kwa shirika kubwa kama la FSB ambalo ni kubwa kabisa la Urusi. Sasa hii lakini inaweza ikaakisi kile ambacho kilizungumzwa baada ya kudondoka serikali ya Bashar al-Assad ya Syria, kwa sababu taarifa zilionyesha kuwa mipango ya kuidondosha serikali ya Syria ilikuwa ikifanyika Uturuki na walikuwa inashirikisha Ukraine na nchi zingine. Na hapo ilihojiwa kwa nini Urusi ambaye alikuwa mlinzi mkuu wa usalama wa Syria alishindwa kujua au alishindwa kunusa ile harufu ya kuwa kuna mipango ya kumpindua Bashar al-Assad mpaka Bashar al-Assad anakuja anaondolewa. Kwa hiyo kumekuwa na maswali hayo kuwa je,
uwezo halisi wa Urusi ule ambao tunayozoea kuusikia au ambao tunauzungumza na kuujadili ni uwezo halisi au kuwa unakuzwa sana, lakini yote kwa yote haiondoe uhalali na ukubwa kuwa Urusi ina shirika bora kabisa la upelelezi, lakini katika kila mjuzi kuna mjuzi mwingine zaidi. Naam, ni Ibrahim Radi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, kama alivyozungumza nami.